Habari zenu ndugu zangu, bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya kupeana elimu, na leo nataka niwape elimu juu ya mitego wanaoweza kutegewa watu ambao wana tamaa ya mali na wachawi ambao wanaojifanya ni waganga. Ieleweke, katika tiba za jadi kuna namna ambao kuna watu wanaetumia majini mabaya kuweza kuwapatia watu mali, kwa sababu watu wamegundua kwamba kuna watu wana tamaa na wana kiu ya mali na kupata utajiri. Kwa hiyo wanahangaika kwa waganga kuweza kutafuta mali, kuweza kupata utajiri na kujitoa katika changamoto za kuwa maskini. Lakini katika changamoto hizo za kuwa mtu kutoka kwenye umaskini kwenda kupata utajiri kwa kutumia njia za majini, mimi Dr. Mandoto nakupa tahadhari, uwe na tahadhari sana. Na hizi ninazozitaja hapa ndio moja ya ishara zitakazo kuonesha kwamba wewe umemwendea mganga ambaye si sahihi. Kwa sababu ieleweke, kuna wachawi ambao nao wanajifanya ni waganga, hasa katika engo hii ya kuwawezesha watu kuweza kupata majini wa mali. Kwanza ieleweke kwamba kuna majini wabaya, kuna majini wazuri. Majini wamegawanyika katika makundi makuu mawili. Ina maana majini wabaya wanatumiwa na wachawi. Nao vile vile majini wabaya wana uwezo wa kukupa mali, lakini watakuelekeza vitu ambavyo vitakavyokutesa, vitu vitakavyokusumbua, vitu vitakavyokukosesha furaha, na vitu ambavyo vitakavyokupotezea vitu ambavyo unavyovipenda pamoja na watu wako wa karibu. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto nikaona nina wajibu wa kuweza kuwapa elimu watu ili wapate kujua pindi wanapotaka kupata mali za majini wawaendee watu wa aina gani na wasiwaendee waganga wa aina gani. Maana inapoeleweka kwamba wapo watu ambao wanayetoa mali za majini kupitia majini mabaya, mtu anapata mali lakini baadaye anaingia kwenye changamoto za kuua watoto wake, za kumuua mke wake au mume wake ama baba yake au mama yake ama hata ndugu zake wa karibu. Kwa mimi Dr. Mandoto huwa sipendi watu waingie kwenye changamoto kama hizo kwa kutokuelewa, na ndio maana mimi natoa elimu kama hizi ili muweze kuzifuatilia ili mpate kujifunza. Kama wewe ikiwa unataka kumiliki mali za majini, yani kupata pesa kwa kutumia nguvu za majini, na ninaposema kupata pesa kwa nguvu za majini, kuna kupata pesa kwa aina mbili kwa njia za majini, na zote pia nataka niweze kukupa ufafanuzi. Kuna njia ya kuweza kuwezeshwa kupitia biashara, kazi ama ajira uliokuwa nayo kuweza kupata mali kwa nguvu za majini. Na maana kama mtu ni mfanyakazi, unaweza ukapata jini wa kukupa cheo, ukapata mamlaka katika kazi unayoifanya ama katika cheo ulichokuwa nacho. Lakini pia kama ni mfanyabiashara, unaweza ukapata jini ambao wakuweza kukuwezesha kukupatia wateja, kukuvutia wateja na fursa kubwa katika biashara unayoifanya. Lakini hicho sicho ninachokizungumza leo. Mimi nazungumza wale watu ambao wanapata pesa kabisa kwa njia za majini. Yani majini wanakuletea pesa hata kama ukiwa hauna kazi. Kunaandaliwa chumba maalum na kuna kafara maalum unazozifanya ambapo majini wanakuletea pesa nyumbani kwako, kwenye chumba chako ama sehemu ambayo mliokuwa mmekubaliana, na wewe unaweza kupewa pesa ukaweza kuwa tajiri kwa kupitia kuletewa pesa na majini moja kwa moja. Na hiyo ndio mada yangu siku ya leo. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unataka kupata pesa kwa kutumia majini, huna kazi, labda huna biashara, labda huna njia yote ya kukuingizia pesa, lakini unahitaji kupata majini aina ya masharifu kuweza kukupatia mali. Sasa kwenda kwa mganga ambaye atakwambia kwamba mimi nakusaidia bure. Indiketa ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kuelewa kwamba umeingia kwa mganga ambaye si mganga mkweli, ni mtu wa mchini, mganga ambaye ni mchawi ama ni mchawi anayejifanya kuwa ni mganga, na atakupatia jini ambaye atakayokupatia mali, lakini jini huyo atakutesa, jini huyo atakusubua, jini huyo atakumalizia wapendwa wako, watoto, baba yako, mama yako ama mkeo au mumeo. Ni lazima uchukue tahadhari na mganga anayekwambia kwamba nakupatia jini bure, kwa sababu katika karama za uganga wa jadi hakuna jini anaopatikana bure. Majini wote wana gharama zake ambazo zinaitwa chano. Kwa hiyo unaposikia mganga anakwambia bwana nitakupatia jini bila kutoa chano, bila kutoa kafara, ukae na kujua hapo ni sawa sawa unajitoa kafara wewe mwenyewe ama unatoa kafara ndugu na wapendwa wako wa karibu. Kwa sababu unaweza ukapatiwa jini bure kweli bila ya gharama, na ukaoneshwa kwamba umepata pesa na ukapewa pesa bure bila kutumia gharama yoyote, gharama za awali. Lakini baadaye utakapokuwa umetajirika, baadaye utakapokuwa tayari umeipata ile mali, ule wakati ambao tayari wewe unaitegemea ile mali kuendesha maisha yako, kama ni mfanyakazi, ni mtu ambaye umepata mali kwa majini, umenunua magari, umenunua majumba, umefungua miradi, ndio pale yule mganga aliyokuambia kwamba anakupatia jini bure atakapokuambia kwamba majini wangu wanakuita. Utakapokwenda pale utaitiwa ile majini na watakwambia tunataka tumchukue baba yako au mama yako au mtoto wako au mumeo kwa lengo la kufidia ile kafara ya mali uliopewa. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba muda wote utakayeona unapata majini wanakupa mali bure bure, ukena kujua hiyo sio bure. Umeingia gharama kubwa ambayo utakuja kuijutia, na hata hizo mali ulizozipata utaziona hazina maana. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto na kutahadharisha kwamba utakapomwendea mganga yoyote yule anayejinadi yeye ni mganga, labda amejitangaza yeye ni mganga, ukamsikia katika matangazo ama katika namna anavyokuambia, anakuambia kwamba mimi nitakupatia jini bure, nitakupatia mali za majini bure bila ya gharama, na
wanatumia lugha rahisi kwamba malipo ni baada ya ukifanikiwa. Ukaenda kujua malipo yanayokuja baada ya kufanikiwa ni kujitoa kafara wewe mwenyewe, ama kutoa kafara wapendwa wako, baba yako, mama yako, ndugu zako na watoto wako. Kwa mimi Dr. Mandoto nakupa elimu kama hizi ili upate kuelewa. Unapokuwa unataka kupata mali, unataka kupata pesa kwa njia za majini, ni lazima uwaendee waganga ambao wanatumia utaratibu wa majini masharifu. Na hawa waganga mara nyingi utawatambua wanakuwa wana gharama mwanzoni, na gharama zile zitakuwa ni za chano. Mganga anaweza kukwambia kama unataka jini wa kupata mali, nataka ulete ng'ombe 7, ng'ombe 8, ng'ombe 9. Usiogope, ni heri ufanye gharama hizo kama unataka jini. Ukipata kiumbe hicho kitakusaidia kukupatia pesa, lakini kuliko ukaenda kwa mtu akakwambia kwamba nakupatia jini bure, baadaye jini huyo akaendelea kukutesa na kukuchukulia watoto na ndugu na watu wako unaowapenda, na mwisho wa siku ukabakia kuwa na majuto na ubaya. Unapoingia katika viapo vya hawa majini wabaya kukupatia mali mwanzo, unakuwa hauambiwi kwamba hawa ni majini mabaya, kwa sababu wale wanakuwa ni wachawi. Na ndio maana nikasema huo ni mtego ambao wanaoutega wachawi wanaojifanya kwamba ni waganga, wanaweza kuwapatia mali watu bila ya kutoa gharama yoyote, lakini gharama inakuja kwenye kuwatoa ndugu na wapendwa wa karibu. Na ndio maana katika hali ya kawaida unaweza kushangaa mtu anakubaliji kupata mali, pesa tu za kuweza kuwazuru baba yake, mama yake na watoto wake. Hiyo nguvu anaitoa wapi? Au huo ujasiri anautoa wapi? Ujasiri unakuja kwa sababu huyu mtu anakuwa mwanzo haambiwi, anaambiwa kwamba anapewa hivi vitu bure, lakini baadaye anapokuwa ametajirika anaambiwa sasa mtoe mwanao. Anaona sasa mimi kuliko kufilisika, ni kuliko hazi yangu ishuke tena, nimeshajulikana ni mtu tajiri, mtu maarufu, mtu mwenye uwezo, mwenye magari, mwenye majumba, leo nifilisike tena. Anaona ni bora tu nitoe mtoto mmoja. Lakini habari mbaya kabisa, hutoishia kwa huyo mtoto mmoja. Hata wewe uliotoa kafara ya mama yako, baba yako au mtoto wako, ukaenda kujua kafara hizo hazitaisha. Zitakuwa kila siku utaendelea kuangamiza ndugu zako, kila siku utaendelea kuangamiza watoto wako, kila siku utaendelea kuangamiza watu wako wa karibu, na hakika hata hizo mali zitakuwa hazina maana. Naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha kwa kukuambia kwamba kama unataka kumiliki mali za majini, ni heri uingie gharama za awali. Na hizi gharama za awali kama nilivyokuambia zinaitwa chano ama kafara. Kafara hizi zinakuwa zinatolewa kwenye majini au masharifu. Unaweza ukaambia upeleke hambali, marashi ya bukhuri alishamli, unaweza ukaambia upeleke ngamia ama damu ya ngamia. Hivi vitu vyote vinafanyika kwa wale waganga ambao wanatumia masharifu, na mimi nashauri ni heri uingie gharama kwanza mwanzo kwa hawa waganga wanaotumia masharifu, kwa maana ukishapata yule jini anakuwa ni moja kwa moja anakusaidia. Na uzuri wa majini hawa masharifu huwa hawana vitisho na wala hawana masharti ya kusema usipofanya hivi tutakufanya hivi. Hapana, kama umetumwa chano, unapewa muda, unatafuta ile chano mpaka unaipata na unaipeleka. Na kitu kingine, ukishafanikiwa inakuwa unatumia pesa zile zile za wale majini kuweza kuwanunulia chano zao, na inakuwa unaenda kwa uaminifu na unakwenda kwa mtiririko ambaye hautakuletea changamoto wala shida. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha kwa kujua majini mabaya ni wapi na wanatumiwa na watu wa aina gani, na watu hao utaepuka vipi na utawajuaje. Pia vyote nimeweza kukwambia. Bingwa tiba asili Afrika Dr. Imani Mandoto, na kuomba uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kushare video zetu, na uendelee kucomment hapo. Niulize chochote kwa hizi elimu ninazoziweka, na mimi nitakufuatilia, nitaweza kukuuliza. Lakini kwa wewe ambaye labda umepewa jini, labda jini huyo anakutesa, anakusumbua, labda kuna jini ulikwenda kwa wachawi sasa wanaozungumza hapa, wakakwambia watakupa mali bure, wamekupatia mali, leo una mali lakini huna furaha, una pesa zipo ndani lakini huna amani kuzitumia, unakuwa unamilikiwa na jini, kila siku linakupa masharti, mara muue baba yako, mara muue mama yako, au mara tunataka hiki, mara tunataka hiki. Ukaenda kujua Bingwa Tiba Asili Dr. Imani Mandoto, nina uwezo wa kukutoa kwenye mtego huo, ninaweza kupambana na hao majini na nikakuopoa, nikakuleta katika sehemu ya uhuru, na ukawa salama na ukaweza kuishi katika maisha yako ya kawaida. Lakini kama pia unapitia changamoto za majini, labda kuna majini ambao wamekufanya kama mtumwa, wanakutumikisha, nifanyie mawasiliano na Dr. Imani Mandoto nipate kukusaidia. Nifanyie kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.